Namna nikiachana na kaunti ya Bungoma, moja kwa moja mimi navuka katika kaunti ya Kakamega ambapo shughuli za usafiri zilitatizika kwa muda mjini Kakamega baada ya wakazi wa kaunti hiyo kujitokeza kumkaribisha gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na kiongozi wa chama cha Roots Party George Wajackoya baada ya kutiwa mbaroni na tume ya EACC kwa madai ya ufujaji wa fedha za umma. Dan Dunde ni mwanahabari wetu ambaye amekita kambi katika kaunti ya Kakamega. Wakiwahutubia wananchi mjini Kakamega, gavana Natembeya na wenzake wameikashifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwadhulumu wa Kenya wapinzani, huku akiapa kutokoma kuikosoa serikali hiyo, akionekana kutoridhishwa na namna ya viongozi kutoka eneo la magharibi walioko mamlakani wakati huu jinsi wamewatelekeza wakazi wa magharibi. Wakiajiri polisi, wengine wanabebwa na malori, nyinyi mnabebwa na boda boda. Hii maneno kubali kweli? Wameua Nzoia, wameua Mumias na hawataki tuongee. Hata nataka tunyamaze tu. Katiba ya Kenya inakubali watu kuongea na mimi sitaogopa kwa sababu nalindwa na katiba. Sasa mimi ni komando. Mimi ni generali. Mimi na soldiers ama siko na soldiers. Nikienda nikiongea najua kwamba ile siku watasema Natembeya huko na watu wangapi, nitatoa idadi yote ya Waluya, si ndio? Alafu tuongee na wanaume wengine tupange hatima ya taifa la Kenya, si ndio? Ameapa kuhakikisha anakomboa jamii ya Mluya kutoka katika mateka ya viongozi wasioijali, akisema kuwa ni njaa inayowapelekea baadhi ya viongozi kuinamia serikali, akisema atamaliza hilo. Kupika ati kazi nyingine Mluya anapata ni kazi ya maid. Nyinyi mnakubali hiyo maneno? Mnakubali hiyo maneno? Tumeamua ya kwamba lazima tumalize shida ya Mluya, na mwenye atamaliza shida ya Mluya ni nani? Aidha, Natembeya na mwenzake Wajackoya wametumia fursa hiyo kutuma ujumbe mkali kwa msaidizi wa kibinafsi wa Rais Faruk Kibet koma kugawanya jamii ya Mlembe na kutumia fedha za umma kama chombo cha kuwanasa viongozi wengine. Waluya kila weekend yako hapa anatukana viongozi ya Waluya. Nyinyi mtakubali maneno kweli? Mtakubali maneno kweli? Watu wakikuja hapa Kakamega mwambie tuko na ndume sisi, ama namna gani? Hatutafuata ndume za watu wengine. Wamama Waluya pia wamezaa wanaume, ama namna gani? Tukimwona gavana kinyanyazwa kwa shilingi milioni 2 milioni 3 na hao wamesema ati wanaenda kuprobe kwa bilioni sijui ngapi, wanataka kumshika mnyanyaze ndio wakuje wakae kwa boma yetu, tunakataa. Bungoma sio mahali pa kuchezewa, semeni Trans Nzoia sio mahali ya kucheza, semeni Busia sio mahali ya kucheza, semeni na wakati Mluya yoyote ambaye kwa Kenya hii mahali alipo asichezee, semeni wakitaka kupanga wale matumbo kubwa. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka mjini Kakamega, naitwa Dan Dunde.